Nadhani tukisema sio kile anachoongea mzee kuna wakati asikilize utakosea, lakini huu ni mpira na mpira una taratibu zake. Yes, inawezekana kitu alichokizungumza Karia Mheshimiwa Rais wa TFF huenda ni amekosea, lakini tujaribu kutazama sasa nini inatakiwa kifanyike baada ya rais akikosea, kuna utaratibu gani. Yani kila kitu bado tuendelee kuangalia kwenye utaratibu. Na hata hili swala ambalo linaonekana kidogo limezua tafrani kwa hiki alichokizungumza, wengi wamenukutu yale maneno ya mwisho. Yale maneno mengine ambayo ameyazungumza mwanzoni hawataki kutoa maoni yao, kwa sababu kitu cha kwanza alichokizungumza ni amesema tuache taratibu zifuatwe. Yani hiko ndo kitu cha kwanza. Hakuna mtu amecomment hapo kwamba kwenye taratibu zifuatwe, hapana. Kila mtu anakimbilia kwa nini amesema viongozi wajitathmini, amezungumzia swala kama wao wamechoka mpira, ende kwenye sinema zao. Yani kwa nini wameanza kuangalia huko? Ndio hapo utagundua sisi tunapenda zaidi criticize, kukosoa kuliko kuelewa. Sasa kwanza watu wangekubaliana na kile alichokizungumza kwanza kwenye ile hoja yake ya msingi ya kuhitaji watu wawe wanafuata taratibu. Alafu kisha ndio wangeanza sasa kuja kucomment kwenye haya mengine. Lakini wao hawajataka kuielewa positively kwamba katika ule ujumbe mzima wao walichoelewa ni hiyo tu kauli. Lakini nadhani kwa kiongozi mkubwa kama yeye kutoa kauli ya namna ile pia inaleta sintofahamu, kwa sababu kwa level ambayo kama kiongozi maana kile unayoongea uyachungu. Na yeye ndo final say wa mpira wetu. Maana anachokisema yeye ndo mtu wa mwisho katika mpira wetu. Kwa hiyo sidhani kama walikuwa wana lazima wa kuzungumza kile ambacho amekizungumza. Zaidi nadhani wao wanatakiwa yeye kama rais atafute namna ambayo anaweza akaizungumza. Lakini kwa jicho la kawaida kwa kiongozi kama yeye akija kutoka hadharani akaomba msamaha, tunasema inakuwa ni kama weakness ambayo yanayo, kwa sababu moja ya sifa ya viongozi ni kusimama kwenye misimamo yao. Sasa kilichokuwepo ni kwamba Yanga wanajaribu kutengeneza ile pressure kwamba kwa sababu kwa aina ya kauli iliyotoka inaonekana ni dalili ya wao kutokuwa na wakati mzuri wa kwenda kushinda ile kesi yao. Kwa hiyo sasa wanaona kabla hatujashinda lazima tutengeneze mazingira kutengeneza pressure ili huenda hii kasaidia kwenye wao kupush kesi yao, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi ambayo imetoka kwa bodi kuja kwa uongozi wa Yanga ama bodi kwenda kuwa taarifa kwa umma kwamba bwana tumefikia maamuzi yao kutokana na hicho kizungumza, ama baada ya sisi kupokea faili la Dar es Salaam Africans. Kwa kwangu mimi nadhani rais yeye kama yeye alikuwa na kila sababu ya kuzungumza, lakini kwenye kuzungumza hakukuwa na lazima kuzungumza ile kauli ambayo amezungumza, ambayo inaonekana kabisa ni kama vile alikuwa na jazba ama hakuwa na mood ambayo ilikuwa ni nzuri. Lakini hii haiondoi uhalisia kwamba bado tuna tatizo la uelewa katika viongozi wetu. Yani haya matatizo yote ambayo yanatokea still ni makosa ya viongozi ambao tunao kwenye mpira wetu, kwamba wao wanashindwa kuwa na uelewa wa ujumla katika mchezo. Kwa sababu hata hiyo kauli ambayo imezungumza ya kusema kwamba wao viongozi wao wajitathmini, je, wao hawastahili kujiuzuru? It means kuna madudu ambayo yeye anafahamu kuhusu wao viongozi, lakini amekuwa akianyamazia. Sasa kama viongozi wanaonekana wana madudu na kiongozi mkuu anayewasimamia na yeye anayafahamu na bado anakuwa yupo kimya, hii inaleta sintofahamu hapa katikati. Kwa kwangu mimi nadhani viongozi wao sidhani kama wanaweza kama wana nafasi wao kama viongozi wajaribu kujipitia hapa kwamba hii inaleta taswira gani kwa mpira wetu, inaleta taswira gani kwa wao, kwa sababu kumekuwa na taarifa nyingi ambazo zinazuka, lakini mpaka leo bodi ya ligi hakuna ilichokizungumza. TFF wao hakuna walichozungumza kwamba bwana tumepokea taarifa hii, na ni zaidi ya wiki sasa imepita. Yani zaidi ya kutoka tarehe 18 mpaka leo hii tarehe 19 tunazungumza, maana yake ni siku zaidi ya 11 zimepita na bado uongozi haujafanya maamuzi ya aina yoyote ile. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani wanatakiwa waje na majibu, kwa sababu wakiendelea kukaa kimya ndio hizi taharuki nyingine zinatoka. Kwa sababu leo utasikia mwanachama huyu amezungumza, kesho mwanachama huyu amezungumza, mara wazee wa klabu huyu amezungumza, watakuja wazee wa klabu nyingine nao upande wa pili watazungumza. Mwisho wa siku inakuwa ni taharuki, yani sasa tunashindwa kuelewana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni TFF wao wajitazame, waone namna gani wanaweza
wanaweza wakalisolve hili, na njia rahisi ya kusolve hili ni kufanya maamuzi kwa haraka. Wajitahidi watoe maamuzi ambayo yatakuwa sahihi, lakini kukaa kwao kimya ndio kutaendelea kuzua tafrani ambazo zinaendelea kutokea. Kila mtu atajihisi ana uwezo wa kucomment, ana uwezo wa kutoa maoni, kwa sababu TFF na bodi ya ligi hawajatoa ripoti yote mpaka sasa hivi. Siku 11 zimepita na wao wameendelea kukaa kimya. Kwa solution ni wao watoe majibu ya kile, ili watu waanze kujadili ama kutoa maoni yao juu ya maamuzi, na sio wakati huo kusubiri sasa tunaendelea kutafuta mazingira ya kutengenezeana lawama. Mtazamo wake Abdul Faridi Garincha akizungumza hivyo hapa studioni. Lakini mara hii hebu tuungane naye mwenzetu chambuzi Dominic Salamba katika hili ambalo amelizungumza. Lakini yeye zaidi tunaangaza sakata la Haji Manara naye ambalo hapo juzi tu tafrani ya mataruki imeibuka katika mitandao mbalimbali ya kijamii mara baada ya kuzungumza ama kusikika. Hakuna namna ambavyo unaweza ukalitemu ili pengine kutengeneza usahihi wa hilo jambo. Haikuwa sahihi kwa sababu imetokea sintofahamu ya mechi kutokuchezwa, na kila upande ukiamini kwamba uko sahihi za kucheza mchezo na kususia, lakini baadaye bodi wakaja wakabariki. Lakini unapokwenda kufanya kitu kile ambacho mtu anaweza kukifanya, manake upo kwenye sehemu mlengwa, wakajaamini kwamba ziko nje ya kanuni, na hakuna kanuni ambayo ingeweza kutumika ili moja ambacho kingeweza kufanya mchezo uweze kuahirishwa. Kwa hiyo wao waliendelea na utaratibu wa mchezo, na baadaye walikwenda kiwanjani, na baada ya mechi ikawalazimu kuweza kuandika dimandi ili waweze kupatia haki za kikanuni ambazo zitafanya waweze kupata alama 3. Kwa hiyo ilikuwa sio press conference ambayo ikafanyika sawa ya ligi, au kama itakuwa ni kamati ya sheria na hadhi, it depends na ngazi ambayo ilikuwa imepita. Kwa hiyo tulitarajia kwamba maoni ya Rais Karia yangefuata baada ya hukumu kutolewa, sawa, kwa sababu yeye ni kiongozi wa juu. Unapokwenda kuzungumza ikiwa mtazamo wake, lakini pia akamwambia kwamba uwezi ukatoa haki au hukumu ikiwa bado ana kwamba you know each and everything. Ndio maana hii ni taasisi, kuna wanasheria, kuna wachumi, sawa, wako mle ndani, kuna watu sio biashara na watu wengine wengi ambao wapo mle ndani. Kwa hiyo wale ndio wanaunda zile kama ujana, na ndio wao ni miongoni mwa watu ambao wameweza kukienzi. Kwa hiyo lazima hakikisha kwamba kila mmoja unamtako, si kwa maana ya kubalance, unamtako kwa maana ya kufuata sheria na kanuni na taratibu zilizopo, kwa sababu hizo katengenezwa kwa ajili ya kuweza kumanage. Kwa hiyo nafikiri haikuwa sahihi, na ndio ukiangalia baada ile kauli imeenda kuchafua leo, kwa sababu watu wengi hawakulipokea vizuri, kwa sababu kama vile alikuwa ameenda kuegemea upande. Sio dhambi kuegemea upande, sio dhambi kuwa na timu au wameenda kuchafua. Sio kipunga bodi, kwa sababu tayari rais amezungumza public opinion zake. Zile viongozi wa klabu ya Yanga au timu nyingine, manake nyuma wana wanashabiki, wana wanachama ambao ndio wameweka pale. Leo unapozungumzia viongozi Simba na Yanga pale hawakujiweka, manake kuna kanuni, sheria na katiba ambazo zinafanya wakae pale. Kuna kitu cha ziada ambacho kibidi kifanyike ili kuweza kuhakikisha timu yake inapata haki. Kwa hiyo amezungumza akiwa ni sehemu ya wanachama na hana haki kwa sababu ni klabu yake. Kwa hiyo watu wanaweza wakazungumza kwa sababu hii ni bato ya klabu. Na ndio kaangalia hata baada ya Yanga kukutana walitoa msimamo wa kamati ya utendaji. Yaani ya kutoka tu pengine Engineer Hersi kama yeye au katoka Arafat, no, wanaona wako pale jumbe kadhaa wako pale wamechaguliwa, wakakaa wakafanya kikao kwa maana ya management, kwa sababu kwa upande ziko mbili, kuna upande pengine wa mfadhili au mwekezaji, kuna watumishi. Kwa maamuzi yanayofikiwa pale yanakuwa ni maamuzi ya taasisi nzima kisha kwenye kila upande. Kwa hiyo wale ni wawakilishi. Kwa hiyo kile wanachokizungumza manake ndio msimamo wa wenye timu ambao ni wanachama. Kwa hiyo ikitokea vile imetokea kitu ambacho kidogo kinakwenda kuchafua hali ya hewa, watu wanakwenda kuibuka na kwanza kuzungumza. Kwa nafikiri ile kauli yake haikuwa njema sana. Ni kiongozi ambaye mimi nafikiri hii dhana, mimi ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikipiga kelele muda mrefu sana kama sio kuzungumza. Maana ukisema kelele manake watu wanakuwa wanielewi, na sababu natumia neno kelele. Nilikuwa nikizungumza sana kwamba ifike hatua haya mambo yote yanayotokea sasa hizi ni wao wenyewe ndio wameyatengeneza kwa kasi sana. Kwa nini? Kwa sababu hawakutaka kufuata utaratibu. Ngumu kwa hizi timu kubwa ni shida. Unapoona yanatokea matendo ambayo wakati mwingine sio kimichezo, timu unakuta waamuzi wanafanya vitu vya ajabu, hamna adhabu yoyote, ni mambo ni mengi yanatokea, ni kitu ambacho maana yake unakwenda kutengeneza syndicate ambayo baadaye ndio hii sasa. Lakini hakuna kitu kirahisi kama utaamua kufuata kanuni na taratibu na sheria
zilizopo. Kwa hiyo kama wangesimamia sheria, hakuna hata mtu ambaye angeonyesha kidole, hakuna. Kwa sababu unakaa kwenye mstari, hizi kanuni zimetungwa na vilabu na ambapo wamezipitisha vilabu, na vilabu ndio ni miongoni mwa watu. Sasa ukishapatia uhuru na kwenda kupitiliza, watakwenda beyond ya kile ambacho wanakienda, baadaye watatoa mazingira magumu ya kuweza kuamua. Kama leo hii hapo kwenye wakati mgumu, kichwa washinda kuweza kuamua ilikuwa ni hofu tu. Al Ahly wanamhitaji Pacome, lakini pia Max anahitajika. Nadhani ni muendelezo mzuri wa kile tunachokizungumza kwamba ligi yetu inafuatiliwa mara kwa mara, pamoja na kwamba imekuwa sisi wenyewe huenda hatuithamini kwa kiasi hiko, lakini kuna watu wanaifuatilia kwa sababu kumuona Max, kumuona Pacome ambaye anacheza kwenye ligi yetu, timu kubwa kama Al Ahly na timu zingine ambazo zinatoka ukanda kaskazini, ambao katika hali ya kawaida wao wametuzidi kwenye maendeleo ya soka. Tayari hii ni dalili nzuri kwamba tunafuatiliwa na wao wanatamani kuwa na wachezaji ambao sisi tunakuwa nao. Unajua kwa sasa hivi kwenye ligi yetu kumekuwa kuna national team materials wengi sana. Wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye ligi yetu na wale ambao wanaitwa pia kwenye timu za taifa, na zamani ilikuwa ni nadra kuona kitu kama hiko kikiwa kipo. Wachezaji wengi mapro ambao walikuwa wanakuja, labda kwa wale ambao wanacheza East Africa ndio walikuwa unaona wana uwezo wa kuitwa timu za taifa, lakini wengi walikuwa hawaitwi timu za taifa. Kwa sasa hivi unaona wanaitwa. It means ile quality imeongezeka. Tunachukua kutoka kwa wachezaji ambao hawatambuliki kwenye timu zao za taifa mpaka ambao wachezaji wanaitwa kwenye timu za taifa, tayari kuna kitu kimeongezeka. Na hii yote inatokana na promotion ambayo watu wamekuwa nao. Lazima tuwapongeze wadhamini, lakini tuwapongeze mashabiki kwa sababu kelele zao zozote nzuri na mbaya ndio ambazo zinafanya ubora wa ligi yetu kuwepo. Lakini kingine ni namna ambavyo sisi tunawathamini wachezaji hawa na kwenye kuwathamini kwetu sasa ndo tunawatengenezea majina, tunawafanyia promotion kwa kiasi kikubwa huko kwenye mitandao ya kijamii na sehemu nyingine. That's why timu kama National Ahly inakuwa ni rahisi kwa wao kuwaona wachezaji wetu kwa ambao wanacheza kwenye ligi yetu. Kwa kwangu mimi nadhani hii ni ishara nzuri, lakini kwa Dar es Salaam Africans wao hii itakuwa ni pigo kidogo kwa sababu ni wachezaji wawili wanaondoka. Unajua aliondoka Fisto Maele. Tuliona namna ambavyo Yanga wali struggle kupata replacement. Na hata wachezaji waliosajili wapo ambao wana namba nzuri, lakini kuifikia takwimu ama ule ubora ambao Fisto alikuwa nao imekuwa ngumu. Sasa nakuja kuondoka mtu kama Max, kuondoka mtu kama Pacome kidogo, kama itakuwa ni kweli kidogo inaweza ikaleta ugumu, lakini mwisho wa siku tunasema football is business. Mwisho hii ni biashara. Kama watakuwa na dau kubwa, nadhani uongozi kwa taarifa ni mapema sana sasa hivi wanaweza wakaanza kutafuta replacement ya wachezaji wao ili waje kuwa na maingizo mazuri na sahihi zaidi. Hivi watu wanauliza pale kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ujio wa Elie Mpanzu sasa ni wazi kwamba kwa 100% ndiye yule Elie Mpanzu waliomtarajia, ama amekuja lakini bado hajafikia katika kiwango kile ambacho watu walitaraji? Nadhani kwenye michezo mitatu ya mwisho Mpanzu ndio yule ambaye watu walikuwa wanamtarajia. Yaani huyu ndio Mpanzu ambaye alienda kufanya trial kule Ubelgiji. Ile fomu aliyokuwa nayo ndio hii ambayo sasa hivi amekuwa akionyesha. Na unajua kuna vitu tunatakiwa watu waelewe, tusiwe na over expectation sana kwa wachezaji kwa sababu tunatakiwa tuelewe historia yao huko nyuma ikoje. Unajua hata Lionel Ateba watu wanazungumza Ateba sasa hivi afunge na kosa sana nafasi. Ateba kifuatilia kihistoria hajawahi kumaliza msimu na goli zaidi ya 15. Ni mshambuliaji mzuri pamoja na kuwa na game time. Sio mchezaji kwamba sio kwamba mchezaji ambaye anafunga sana, hapana. Lakini kwa Elie Mpanzu nadhani sasa hivi ndio ameanza kuonyesha ile fomu yake. Kwenye michezo 10 ya ligi aliyocheza mpaka sasa hivi ana assist 3 pamoja na magoli 4. Hii ni namba nzuri kwenye michezo 10 kuwa na kuhusika kwenye magoli 7 tayari ni namba nzuri na kwa mchezaji ambaye ameingia kwenye dirisha dogo. Kwa kwangu mimi nadhani wana Simba waendelee kutarajia mazuri kutoka kwake kwa namna ambavyo amekuwa akicheza, lakini moja ya changamoto ambayo inaweza ikawa kidogo ni tishio kwa Mpanzu
ni game time, kwa sababu nafasi ambayo anacheza Kibu Denis anaweza kucheza pia, na Ladak Chasambi anaweza kucheza, na always mwalimu Fadru anafanya sana rotation. Kwa hiyo unaweza leo ukacheza, lakini ukacheza dakika 45 zingine akaja kucheza Ladak, ama Kibu Denis akaanza kule upande mwingine akaanza Ladak, wewe usianze ukapewa dakika chache. Hii ndio inaenda ikawa kidogo ni changamoto kwa sababu Simba hawana first 11, yani mchezaji ambaye ana uhakika kwanza. I think kwenye mechi 90% wachezaji walioanza kwa uhakika ni Pinpin Kamara pamoja na Chefondo Malone. Hao ndio wachezaji ambao wameanza kwa asilimia kubwa, lakini hata kina Kapombe, Shabalala wamekuwa wakianza mara nyingi, lakini kwenye michezo ya mwanzo ilikuwa kwa wao kuanza ama kumaliza game ilikuwa ni kitu kigumu. Kwa hiyo ile sasa rotation inaweza kuwa na faida ama ikawa na hasara kwa ile Mpanzu. Ila tukirejea kwenye swali, huyu ndio yule Mpanzu ambao wao walikuwa wanamtarajia.